عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. أشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام في القراءة واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أجارني الله وإياكم من البدع والضلال والنار. أيها الناس عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل وطاعته والانقياد له، فقد فاز الفائزون وهم المتقون، حيث يقول خالقنا جل وعلا: إن للمتقين مفازا. وكما يقول سبحانه وتعالى: تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. إني وجه الله، baada ya kumhimidi Allah subhanahu wa ta'ala sambamba na ziada za khairi kuzipeleka na kumtakia mtume sallallahu alayhi wasallam, kwenye wakati ya kipindi kichache nitaikumbusha nafsi yangu kadhalika nanyi mliohudhuria katika aljumaa almubaraka siku hii ya leo, kwenye jambo ambalo uhalisia unaongea zaidi kuhusu hilo jambo, kama ilivyokuwa yafahamika kwamba lisanul hali afsahu min lisanil maqal, yale ambayo sisi tuashiriana nayo na kukutana nayo kwenye kipindi ambacho tupo ndani yake. Tufahamu ya kwamba kwa munasaba wa katiba ya nchi tunaelekea kwenye kipindi cha uchaguzi mkuu kwenye mwaka huu wa 2025 miladia, ikiwa ili jambo kwa mujibu wa katiba na sheria za nchi hii ya Tanzania limejaliwa kwamba ni miongoni mwa haki za mtu binafsi, kwa maana kwamba ni mambo ambayo ni haki yako wewe, utakapoliacha au kulifanya, basi ili jambo ni alaika la ala al-umara, ni juu yako wewe wala sio juu ya wale ambao wao ni viongozi. Kwenye kuliendea hili jambo kuna mitazamo ya wengi tofauti tofauti kwa munasaba wao wanapolichukulia hili jambo. Kuna baadhi ya watu wameshaazimia jambo ambalo ndio tutatohoa ndani yake hutuba kwenye wakati huu mchache, nalo ni jambo la alkhuruju fi shawari'i biqasdi almudaharat, kutoka kwenye mabarabara na manjia kwa lengo la maandamano. Ni jambo ambalo wengine washaamua, wengine washashajihisha watu, wengine
fanya namna moja ama nyingine ili jambo litokee. Na ikafikia hatua baadhi ya watu wakaandaa mabango ya kwamba no reform, hakuna mabadiliko wala kugeuka kwenye ambalo tumeazimia. Kwa maana wao wana istiqama ya kweli kwenye hili lao azimio, washaamua hivyo, lakini ikawa wanasahau juu ya jambo zima ambalo Allah kawapa kama hiba, jambo ambalo wengi katika wakazi wa miji ya nchi jirani huenda wameshaanza kuonja mvuke wa kulikosa, au kadhalika washalikosa moja kwa moja, wapo katika hali ambayo ni hali mbaya sana. Bali baadhi ya nchi jirani zimeshaanza kuongea kuhusu hili jambo kama nasaha kwa Watanzania kwenye kunako jambo zima la kuazimia kuandamana kutoka katika mabarabara. Hili jambo ni miongoni mwa sababu kubwa za kuipoteza neema kubwa ya Allah subhanahu wa ta'ala, wa hiya ni'matul amni, nayo ni neema ya amani. Kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala hii ni neema kawaruzuku watu, na yapasa Allah subhanahu wa ta'ala ahimidiwe kadhalika na ashukuriwe kadhalika, atakwe ziada ya neema hii ya amani. Na ni katika mambo ambayo Allah subhanahu wa ta'ala aliwataka Makuraishi wamwabudie kwa mambo mengi sana, ila miongoni mwa yale ambayo aliwataka kwayo wamwabudie Allah jalla wa ala ni kwa kuwaruzuku wao neema ya amani. Ndio maana Allah subhanahu wa ta'ala alipokuwa akitaja misafara miwili ya Makuraishi kwenye misimu miwili ya mwaka, nayo ni misimu ya ashita kadhalika na aswaif, walikuwa wao wamezoea kwenye kipindi cha ashita kuelekea katika mji wa Yaman kibiashara, kadhalika na walikuwa wamezoea kwenye kipindi cha aswaif kuelekea Sham, lakini ilikuwa misafara miwili hii ni kwa lengo la kibiashara. Allah subhanahu wa ta'ala akalitaja ili tukio liila fi Quraish ilafihim rihlat ash-shita'i was-sayf, baada ya kutaja yale walioyazoea wao, na baadhi ya ulama wakataja kwamba Allah hakuwa anataja tula, bali alikuwa anataja jambo la kwamba watu wastaajabu. Wakajalia baadhi ya ulama kwamba yale ambayo kayataja kwenye hii sura Allah jalla wa ala ni kuwataka watu wastaajabu kwa kule kuzoea kwao Makuraish kwenye kipindi cha ashita kuelekea zao Yaman, kadhalika na Saif kuelekea zao katika mji wa Sham. Walikuwa wakienda kibiashara, na al-Imam Abu al-Fida Ismail ibn Kathir ash-Shafi'i rahmatullahi ta'ala alayhi alipokuwa akilitaja hili jambo akasema ni kwa kule kuwa kwao wakirejea katika miji yao hali ya kuwa wana amani, wanakwenda katika misafara hiyo ya kibiashara. Pindi pale ambapo inafika misimu miwili hiyo ya mwaka, hali ya kuwa na amani na wakirejea kwa amani. Na akasema al-Imam rahmatullahi ta'ala alayhi likaunihim sukana al-haram, kwa kule kuwa kwa wao ni wakazi wa mji mtukufu al-haram, ima al-madani au al-makki, lakini wao walikuwa wakiishi katika hii miji wakiwa wana amani. Ndio maana Allah subhanahu wa ta'ala akataja na kusema falyabudu rabb hadha albayt, Allah kawaamrisha wamwabudie mola wa nyumba hii. Wa kana rabbuna jalla wa ala yaqsudu alka'bata almusharrafa, alikuwa akikusudia alkaaba iliyokuwa imetukuzwa, kwamba wao wamwabudie mola wa nyumba hii alkaaba ambayo ni albaytul atiq, kama alivyoitaja Allah jalla wa ala ndani ya suratul hajj. Kadhalika vile vile Allah akaanza kutaja neema ambazo kawaneemesha wao, alladhi at'amahum min ju'in wa amanahum min khawfin, Allah ambaye amewalisha wao
na akawapa riziki ya chakula kutokamana na njaa, kadhalika na akawapa amani kutokamana na jambo la hofu. Faj'alahum aminin ghaira khaifin, kawajalia wao ni watu waliokuwa na amani, kadhalika sio wenye kuhofia. Lakini kadhalika hapa ni baada ya kuimarishwa mji mtukufu wa Haram. Ukirudi nyuma kihistoria, namna alivyoenda baba yetu Ibrahim Khalilur Rahman katika mji huu katika miaka ya nyuma, kipindi hicho ni jangwa, alipokwenda katika huu mji, na haya yote ni matukio ambayo yanayataja kuonesha ukubwa wa jambo la amani. Kisha tupime lile ambalo watu wameliazimia la kuandamana na jambo zima la amani, yaendana vipi viwili hivi? Je, vitu hivi vyakinzana au vyafikiana? Kwa sababu ima vyafikiane au vikinzane. Ibrahim alayhi salam alipohama akaenda akaishi ama kuweka kizazi chake, au wanasema ulama sehemu ya kizazi chake katika mji wa Makka, ilikuwa ni sehemu iliyokuwa jangwa, ilikuwa hakuna makazi yoyote, bali ulama wanasema hakukuwa na athari yoyote ya kwamba kulikuwa na kiumbe ambaye yeye alikaa. Kukatokea khilafu baina ulama, je, yeye ndiyo alijenga al-Kaaba au aliikuta? Ila hili sio mahallu shahidi katika hii khutba. Yeye alipokwenda kukaa pale, Allah jalla wa ala kaeleza wakemkasa katika Qur'ani katika maeneo mbalimbali. Lakini ndani ya suratul Baqara, Allah jalla wa ala baada ya kutaja akhbar zake na kumtahini yeye kwa mitihani mbalimbali ya ibtila, kama alivyosema jalla wa ala, wa idh ibtala Ibrahima rabbuhu bikalimatin faatamahunna, ila an qala jalla wa ala, wa idh qala Ibrahimu rabbi ij'al hadha baladan amina. Angalia namna alivyoomba dua ambayo yaonesha thamani ya jambo la amani. Akasema Ibrahim, na Allah jalla wa ala anasimulia kuhusu yeye, anasema wa idh qala Ibrahim. Nakumbuka pindi pale ambapo alisema Ibrahim, rabbi ij'al hadha baladan aminan, ewe Allah jalia mji huu ni mji uliokuwa na amani. Na kuonesha thamani ya amani, hata chakula aliomba baada ya kuomba amani, warzuq ahlahu min ath-thamarati man amana minhum billahi wal yawmil akhir, na uwaruzuku na uwape riziki watu wa mji huu. Mambo aliyoyataja mbele ya vyakula na matunda hayakutangulia jambo la amani kwenye kuomba kwake. Alianza kuomba apewe jambo la amani. Lakini kadhalika katika mambo ambayo yaonesha ukubwa na thamani ya amani ni tukio hili ambavyo Allah alilielezea ndani ya sura Ibrahim, sura ambayo ina munasaba na huyu ambaye tunamuelezea. Tufahamu katika sheria ya Uislamu na tufahamu katika dini ya Uislamu kwamba hakuna dhambi ambayo ni a'dhamu dhunubi 'inda Allah jalla wa ala min ash-shirki bihi subhanahu wa ta'ala. Hakuna dhambi ambayo ni kubwa na dhambi ambayo Allah jalla wa ala kaahidi kumjalia yule ambaye atakufa juu yake na kuwa hajatubia juu ya dhambi hiyo, akafa hali ya kuwa anamshirikisha yeye. Hii dhambi ya ushirikina Allah akasema waziwazi kwamba huyu atakayekufa nayo hali ya kuwa hajatubia, Allah yaj'aluhu minal khalidina finnar, atamjalia yeye ni katika ambao watadumu katika moto wa jahannam abadal abadi wa dahar dahari, milele na milele na zama na zama atadumu katika moto wa jahannam. Allah jalla wa ala anasema inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha wa man yushrik billahi faqad dhalla dhalalan ba'ida. Wa fi ayatin ukhra wa man yushrik billahi faqad iftara ithman 'azima. Hizi ayati zaonesha ubaya wa dhambi ya ushirikina na kwamba ni dhambi ambayo Allah jalla wa ala hatomsamehe yoyote vyovyote awavyo endapo atakufa juu ya hiyo dhambi na hali ya kuwa hajatubia. Lakini kadhalika namna Allah jalla wa ala alipotaja al-anbiya
kadhalika na rusul ndani ya Qur'an akasema walau ashraku la habita anhum ma kanu ya'malun. Lau kama hawa wangelijaribu kumshirikisha Allah jalla wa ala, yangeliporomoka na kubatilika yale ambayo wao walikuwa wakiyatenda katika mambo ya toa. Hili ni jambo ambalo laonesha ukubwa wa dhambi ya ushirikina. Lakini kadhalika Allah anasema innahu man yushrik billah faqad harrama Allahu alayhi aljanna wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Allah anataja kwamba hakika hali na shani yeyote yule ambaye yeye atamshirikisha Allah, hakika Allah jalla wa ala amemharamishia yeye huyo kuingia katika pepo yake, wa ma'wahu ay wa masiruhu wa marji'uhu wa ma'abuhu, na marejeo yake mtu huyu itakuwa ni katika moto wa jahannam na atafikia humo. Na Allah akasema hawana madhalim ay almushrikin, wale ambao wao watamshirikisha Allah kwa kuwanusuru. Ukubwa wa hii dhambi, lakini Ibrahim hakutanguliza kuomba aepushwe nayo yeye na kizazi chake kabla ya amani. Alianza kuiomba amani, kisha ndiyo akaomba aepushwe na hii dhambi, pamoja na wake ukubwa, pamoja na wake ubaya. Alitanguliza jambo la amani kwanza. Anasema Allah jalla wa ala ndani ya surati Ibrahim, wa idh qala Ibrahim rabbi ij'al hadha albalada amina wajnubni wa baniya an na'budu al-asnama rabbi innahunna adlalna kathiran minan nas. Kiangalia maneno haya, Allah anasimulia kuhusu nabii wake Ibrahim ya kwamba, nakumbuka aliposema Ibrahim, ewe Allah, jalia mji huu wa Makka ni mji uliokuwa na amani. Jambo la amani akalitanguliza kuliomba Ibrahim kuliko jambo la kuepushwa ibada ya kuabudia masanamu, jambo ambalo ni ushirikina ambao yeyote ambaye yeye atakufa juu yake kama hajatubia akadumu motoni milele. Ni jambo ambalo laonesha ukubwa wa amani. Lakini kadhalika yakfina min ash-sharri sama'uhu, yatutosheleza sisi kwenye shari ule kuisikia tu, isiwe tutataka mpaka tuione, la, kuisikia shari yatosheleza kujua wake ubaya, sio utake mpaka uingie. Na maanisha nini kusema hivi? Na maanisha kwamba Allah subhanahu wa ta'ala kataja amthila mbalimbali ndani ya Qur'an kuhusu wale ambao wao walikosa neema hii ya amani, ikiwemo watu wa mji wa Saba. Hawa Allah jalla wa ala aliwateremshia mpaka sura kamili akiwa anaelezea mambo mbalimbali kuhusu wao. Lakini miongoni mwa mambo ambayo alikuwa Allah jalla wa ala kawaruzuku wao ni neema ya amani. Walipokufuru Allah kwa kukanusha neema ya amani au kwa kuiegemeza kwa asiyekuwa Allah na wakaomba yale ambayo ni kinyume na amani, Allah aliwaadhibu na akawajalia wao ni watu wenye kuishi na hali iliyokuwa na hofu, na hali iliyokuwa imejawa ndani yake na mzunguko wa kuona maisha ni magumu. Allah jalla wa ala anasema laqad kana li sab'in fi maskanihim aya jannatani an yaminin wa shimal kulu min rizqi rabbikum washkuru la baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Allah jalla wa ala anasema hakika kulipatikana kwa watu wa Saba alama miongoni mwa alama za uweza wa Allah, na baadhi ya ulama wanasema alama miongoni mwa alama za uwepo wa Allah, na baadhi ya ulama wanasema alama miongoni mwa alama za kustahiki kuabudiwa Allah. Lakini kulipatikana kwa wao alama, na baadhi ya ulama wakafikia kusema aya ay muujiza, kulipatikana muujiza mkubwa. Allah kataja miongoni mwa yale ambayo aliwapa wao, aliwaruzuku wakawa na bustani pambizoni mwa kuliani kwao, kadhalika na kushotoni kwao. Yote yani katika mambo ambayo ni neema za Allah jalla wa ala aliwaruzuku watu wa Saba. Na kisha aliwaambia Allah jalla wa ala kulu min rizqi rabbikum washkuru lahu, kuleni katika riziki za Mola wenu, kadhalika na mumshukuru kwa ajili ya hizo neema ambazo yeye amekupeni. Baldatun tayyibatun, akataja miongoni mwa neema ambazo jalla wa ala an'ama biha alayhi,
ameniamesha kwa neema hizo juu yao wao, kwamba mji wenu huu ni mzuri, kadhalika wa rabbun ghafur, na muabudiwa wenu Mola wenu ni mwingi wa msamaha, ni mwingi wa msamaha. Ghafur ala wazni faul, bimaana annahu yaghfiru liibadihi kathira idha astaghfaruhu, kwamba yeye ana msamaha sana kwa waja wake pindi pale ambapo wao watamtaka yeye msamaha. Lakini pamoja na yote haya, Allah jalla wa ala anasema fa'aradu, wakapuuza neema za Allah, ule msamaha ambao Allah kautaja kwamba yeye yupo nao kwa wao, kadhalika na ile hali ya kwamba anawasamehe sana waja wake na kajalia mji wao ni mzuri. Allah subhanahu wa ta'ala anasema wakapuuza yote. فارسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل. ثم قال جل وعلا ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور. الله kataja baada ya neema ya mabustani waliokuwa nayo, kadhalika na mji kuwa na amani na kuwa na hali ya kwamba yeye jalla wa ala yaghfiru lahum, anawasamehe wao, kwa maana kwamba Allah jalla wa ala yaghfiru lahum idha astaghfaruhu, kwamba Allah yeye jalla wa ala anawasamehe wao pindi pale ambapo wao watamtaka yeye msamaha. Pamoja na haya wakakufuru neema za Allah. Baada ya kukufuru, tukajalia yale mabustani waliokuwa nayo yakawa na mimea iliyokuwa michachu, mingwadu, michungu. Kadhalika Allah jalla wa ala akajalia wana sehemu ndogo ya mikunazi, sehemu ndogo ya mikunazi. Msamaha wa Allah wakaukosa, kadhalika ikafikia hatua wao ile hali waliokuwa nayo ya uzuri pia ikawapotea. Baada ya hapo jalla wa ala akasema waj'alna bainahum wa bainal qura allati barakna fiha quran dhahira. Allah anasema tukajalia baina ya wao na baina ya vile vijiji ambavyo vilikuwa baina ya wao quran dhahira, ay mutaqariba, vijiji vilikuwa baina yao na wao vipo karibu, kwa maana masafa yalikuwepo baina ya watu wa Saba na miji yao ambao wao walikuwa wakitaka kuenda, ilikuwa ni masafa ya karibu. Lakini baada ya hapa Allah akasema siru fiha layali wa ayyaman aminin. Angalieni jambo ambalo Allah jalla wa ala alilitaja la tunu ya jambo zima la amani, tembeeni. Kadhalika na wanasema ulama as-sayru yakunu fil layl, kutembea kunakuwa kunapotamkwa na tamko la as-sayr kumaanisha na kukusudiwa usiku. Ndio maana Allah jalla wa ala hakusema subhana alladhi adhhaba bi'abdihi, bali alisema asra, lianna al-isra kanat fil layl, kwa sababu kulipatikana ile jambo kwenye wakati wa usiku. Lakini usiku waliotakiwa wao watembee, Allah alisema amini, hali ya kuwa na amani. Wakati wa usiku wao walikuwa wamepewa dhamana na Allah kuwa watapata amani hata kama watatembea. Amani hii waliokuwa nayo ikagawanyika kinyume. Sasa baada ya kukosa amani, Allah jalla wa ala na wale walioyaomba mabaya kwa midomo yao na kwa vitendo vyao kutenda yale ambayo yanaonesha hawataki neema hiyo, faqalu, wao wakasema rabbana ba'id baina asfarina, ewe Allah hebu tenganisha, eka mbali baina ya safari zetu. Na hali ya kuwa Allah anasema tulijalia miji yao wanaoenda kimisafara na wanaokaa wao ni miji iliyokuwa karibu, na wakienda kwa amani, kwa utulivu, hali iliyokuwa ni mzuri. Hakuna yoyote ambaye haihimidi hiyo hali wala kuisifia hali ya amani. Allah jalla wa ala anasema baada ya kuomba hivi, waj'alna bainahum wa baina alqura allati barakna fiha quran dhahira wa qaddarna fiha as-sayr. Angalia hichi kipande ambacho ni muhimu sana, na tukajalia masafa madogo baina ya kule kwenda kwao mbele huko walipokufuru neema ya Allah ya jambo zima la amani na jambo zima la neema mbalimbali. Lakini nataja amani min babil khusus, kwa sababu ndilo ambalo naazimia kulitaja kuwa khusus katika nchi hii ya Tanzania, kwa sababu baada ya wao
kuyafanya yote hayo, lakini jambo ambalo Allah alitaja kama neema ambayo kaneemesha juu yao kwa wao ni jambo la amani. Lakini baada ya hapo Allah jalla wa ala walipoomba wao kurefushiwa masafa, Allah akalijalia lile lile, kwa sababu waliutaka wembe wakapewa, walitaka wenyewe yale ya shari na Allah akawapa. Baada ya hapo Allah jalla wa ala akajalia masafa ya sehemu wanazokwenda yako mbali. Kadhalika baada an kanu aminina faswaru khaifin, baada ya kwamba wao walikuwa na amani wakawa ni watu waliokuwa na hofu. Kila mmoja hana amani kwenye safara ambayo yeye kashikamana nao, hana amani yeye mwenyewe binafsi wala kuhusu bidhaa ambayo yeye kaibeba. Kwa hii ni hali ambayo Allah aliwaadhibu. Kadhalika Allah anasema wamazzaqnahum kulla mumazzaq, na wao baada ya kwamba walikuwa na amani, ni wenye kupendana, wameshikamana, Allah akawajalia ni watu waliokuwa na mifarakano, wamechanana na kukatana, kila mmoja yuridu an ghairihi, hana habari na mwenzake, liannahu faqada al-amna fi baladi, kwa sababu kakosa amani katika mji wake. Ni jambo ambalo waliadhibiwa wao kwa sababu ya kupuuza jambo zima la neema za Allah mbalimbali, ikiwemo amani waliokuwa nayo. Nasallallahu bi asma'ihi al-husna wa sifatihi al-ulya an yaj'alani wa iyyakum mimman yastami'u al-qawla fayattabi'u ahsanahu, wallahu jalla wa ala a'la wa ala. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu al-atammani al-akmalani ala al-bashiri an-nadhiri was-siraji al-munir, nabiyyina wa habibina wa muswafana wa uswatina wa qudwatina Muhammadin sallallahu alayhi wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Amma ba'd, laqad akhraja al-imam at-Tirmidhi hadithan fi sunanihi qala alayhi salatu wa salam man asbaha minkum aminan fi sirbihi mu'afa fi jasadihi indahu qutu yawmihi, fi riwaya lahu qutu yawmihi faka'annama hizat lahu dunya ay jumi'at lahu. Mtume sallallahu alayhi wasallam katika mambo ambayo anayataja kuonesha thamani na ukubwa wa amani anasema man asbaha minkum aminan fi sirbihi, yeyote atakayepambaukiwa miongoni mwenu nyinyi akiwa ana amani katika sirbu yake. Ulama wametafsiri as-sirbu kwa tafasiri mbalimbali, lakini zote zarejea amani katika mji wake, amani kwenye makazi yake, amani kwenye maeneo yeye ambayo anaishi ndani yake. Atakayepambaukiwa ambaye yeye ana hii amani kwenye hayo makazi, kama sisi ambavyo mtu kafanya jambo la kupiga pasi akapata muda akatembea Jumamosi kupili mpaka msikitini kwa amani kabisa, na wala hajakerwa wala kuudhiwa na yoyote toka asubuhi alipoamka, yoyote atakayepata neema kama hii. Lakini kadhalika muafa fi jasadi, akawa yeye ni mwenye kuwa na afya, akawa akaepushwa na matatizo katika kiwiliwili chake. Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema kadhalika indahu qutu yaumi, akawa ana yeye kile chakula cha siku yake hiyo tu, akawa hana fikra za kwamba kesho atakula nini, ana cha leo tu. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema mtu huyu fakaannama hizat lahu dunya, huyu mtu yeye ni kana kwamba amekusanywa dunia yote. Lakini undhuru barakallahu fikum ماذا بدأ النبي صلى الله عليه وسلم في ذكر هذه الأشياء؟ بدأ بماذا؟ بدأ عليه الصلاة والسلام بذكر الأمن. Mtume sallallahu alaihi wasallam yote haya kaanza kutaja amani. Man asbaha minkum aminan, jambo la amani. Amani kaitanguliza Mtume kuliko hata afya. Mtume katanguliza amani kuliko hata chakula. Mtume katanguliza amani kwenye mambo ambayo wengi twaendea mbio, chakula na afya. Katanguliza amani, akataja jambo la amani, kwa sababu yoyote atakayekuwa na amani
hata kama ana maradhi, kuna sababu kubwa yeye kutafuta jambo ambalo itakuwa ni ponyo la hayo maradhi. Lakini kama hana amani na akawa yeye ni mzima wa afya, kuna sababu kubwa za kuumwa na akafa kwa sababu kakosa amani. Amani ni jambo kubwa ayuhan nas, ni jambo lililokuwa kubwa sana, jambo ambalo yatakiwa kila mmoja afahamu kwamba aliazimia kuvuruga amani kwa kudai haki, yafqidul amrayn ma'an, atayakosa yote mambo mawili, amani na hiyo haki ambayo yeye anaidai. Utakosa haki ambayo unaidai, kadhalika na amani ambayo unaitoa na kuivuruga kwa lengo la kutafuta haki, vyote viwili utavikosa. Tena jambo la mwanzo, amani utaikosa istiqlalan, na haki yako itakuwa ni taba kwenye kuikosa kwa sababu ya jambo zima la kuvuruga amani. Kadhalika kama nilivyosema kwamba yatutosheleza shari kuisikia. Hebu tazameni miji ambayo imekosa amani. Mtoto anazaliwa mpaka anafikia umri wa kuoa ama kuolewa, kitu amani hafahamu. Yani ukimtajia kwamba kuna watu ambao mtu anatoka masiwani mwa Kidila mpaka sehemu ya mbali anakwenda hali ya kuwa anatembea, wala hahofi chochote katika mambo ya kidunia. Hahofi kwamba kutatokea muhuni, hahofi kwamba kutatokea jambazi amkabe, wala aibiwe bidhaa ambayo ipo katika mikono yake. Anashangaa sana. Kuna watu wanaishi hivi. Yani kuna watu wapo katika hii hali kwa sababu yale ambayo yeye yuko ndani yake. Yeye akiamka alamu yake ni bomu, ndio linamwamsha anatoka usingizini. Kadhalika ili apate usingizi, hiyo alamu ya bomu iliyomwamsha ipotee, kwa maana huenda asilale kwa sababu ya mtifuko wa amani. Kadhalika vile vile wanasema ulama wenye kutaja hili jambo kwamba kama alivyosema alimamu Ibn Taymiyyah rahmatullahi ta'ala alayhi, akiwa anataja ahwali za wale ambao walivuruga amani kwa lengo la kudai haki, au wakiwa hapo chini ya kivuli kwamba wao wanadai haki. Al-Imam rahmatullahi ta'ala alayhi akasema kwamba baada ya kuzidurusu hali za wale ambao waliyafanya haya wakiwa wana madai mithili ya haya ya kwamba wao wanadai haki wakavuruga amani, anasema haijapata ponukuliwa kwamba kuna watu ambao wao walikaa kwa kiongozi wao na dhulma zake, kadhalika na yale ambayo anayatenda katika mambo ambayo yanakuwa ni dhidi yao, kisha wakaamua watoke dhidi yake. Hawa yale ambayo yalizalikana kwa kule kutoka dhidi ya huyo mtawala ambaye alikuwa na wadhulumu ni mabaya zaidi kuliko ile dhulma ambayo walikuwa wakitendewa na huyo mtawala, kwa sababu ya kwamba jambo la kuvuruga amani ni tunu iliyokuwa kubwa. Bali kadhalika kuna baadhi ya watu ambao tuwasikia wakiongea kwamba eti kwamba la kutangulizwa kwanza ni haki, amani baadaye. Yani kana kwamba hajazingatia kuhusu wale ambao wamepatwa na mambo ambayo ni mtifuko na mvurugiko wa amani, kana kwamba hajazingatia haya. Angalieni Libya, tutaje mifano iliyokuwa hai. Waliokuja au walipopeleka salamu na uchochezi wale waliochochea kwa wale raia wa nchi ya Libya, amani ilipovurugika, wakafikia wakamuua wazi wazi na wakamdhalilisha wao mtawala. Angalieni hali ambayo wanaishi nayo toka kipindi hicho mpaka ile. Alafu pima kwamba ayona wataka kuyatenda, wataka yakupeleke kule uishi kama wanavyoishi wao, hali ambayo wewe mwenyewe ukiona washangaa. Pengine wewe toka uzaliwe hujawahi kusikia mlio wa hata baruti. Kuna wenzako kitu baruti ni cha kawaida kwa sababu mvurugiko wa amani umetawala kwa wao. Kadhalika vile vile angalieni Sudani. Hii ni miji ambayo imeonja mvuke wa mchafuko wa amani. Wamepata ile hali ya mvuke ambao ni mvurugiko wa amani yao. Baada ya hapo yote hayo yaliyokuwa wakiadai katika haki wakayakosa, na ile neema ya amani waliokuwa nayo pia nayo ikakosekana. Msamaha wa Allah kama tulivyoutaja kwa watu wa Saba pia ikawa ni sababu ya wao kila saa wanauomba kila siku. Na ndiyo maana moja kati ya raia wa nchi jirani, ina munasaba wa kutajwa, aliongea maneno ambayo napenda ni yanukuu. Anasema Mtanzania yoyote ambaye yeye atakuwa ana kauli ya kwamba Tanzania kiwake,
hebu kwanza aje akae nchi yetu japo mwezi tu kwanza, akae huku, kwa sababu huku kishawaka tayari. Akishakaa huku aone namna vile kilivyowaka, kisha arudi Tanzania aje atake kiwake kama kwetu sisi kilivyowaka. Kama waona hivi kwamba eti wewe upo katika hali ya adhabu, unaishi kwa uzuri, unaamiliana na watu vizuri, unafanya biashara zako vizuri, unaswali kwa amani, unakaa na wake zako kwa amani, watoto wako kwa amani, unafundisha ama unafundishwa, yote haya yapo chini ya kivuli cha amani. Mambo yote haya yapo chini ya kivuli cha amani. Ukiona kwamba haya ni mabaya, hebu jaribu kwenda kwenye nchi kama hizi kimatembezi. Yani idhhab ilayhim walau linuzha, nenda japo kimatembezi, tukatazame namna wao yale ambayo wameyapata walikuwa wakidai madai kama ambayo wewe unadai sasa hivi, kwamba eti tutadhulumiwa, eti kwamba watu hawa wanatenda mafasidi mbalimbali, sio kwamba wao wanafanya kadha kadha. Ukikosa msingi wa kudai haki, utapoteza vingi ambavyo lau kama ungelikaa wadhulumiwa hivyo hivyo pia ungelikuwa na hali nzuri. Angalieni pia Hajjaj ibn Yusuf al-Thaqafi, huyu alikuwa ni katika watawala ambao ukisoma historia alikuwa ni katika madhalim, bali baadhi ya ulama wametofautiana kuhusu ya kwamba huyu ni Muislamu au ni kafiri, kwa sababu namna alivyokuwa akitenda maovu kwa raia wake, ikiwemo baadhi ya masahaba pia alioua, ikiwemo Abdullah ibn Zubair alimuua Hajjaj ibn Yusuf al-Thaqafi, mtoto wa Asma ambaye ni dada yake Aisha mke wa Mtume, sahaba ambaye mama yake mdogo ni sahabia ni Aisha, kadhalika baba yake naye ni sahaba, kadhalika babu yake ni sahaba kwa upande wa kuzingatia mama yake, na ukizingatia huyu ambaye yeye alimuoa mama yake mdogo alikuwa ni mtume, baba yake mdogo ni mtume, aliuawa na Hajjaj. Pamoja ya kuuawa vyote, Asma ambaye ni mtoto au ni mama wa huyu mtoto alipatwa na Hajjaj kwa ujeuri, na akamwambia undhuri kaifa fa'altu ala aduillah, hebu tazama namna nilivyomfanyia adui wa Allah. Na Hajjaj alikuwa akikusudia mtoto wake, lakini hapa hakusema kwamba Asma awashajiishe watu wakaandamana, kwa sababu aliona kwamba haya si mafundisho ya dini ya Kiislamu. Yatosha tu kwamba maandamano si katika mafundisho ya dini ya Kiislamu. Itosheleze hivi kwamba Uislamu haujatuamrisha ima kwa wajibu au kwa istihbabu kwamba tuandamane. Halijapata kuongelea jambo katika Uislamu, hivyo yapasa kila mmoja azingatie, kadhalika asije akaikosa neema ya amani, na usione madhara yake utayapata wewe, familia yako, kadhalika na wale ambao wao walikuwa wakikunasihi. Ukiangalia munasaba wa hili jambo na wakati wa hutuba hautoshi, lakini kuna mifano mbalimbali ambayo pia baadhi ya watu waliingia. Sasa hivi ukimtajia maandamano, yani kama umemtajia kinyesi, yani tuandamane, na huyo alikuwa panda katika mimbari pengine akasema kwamba watu watoke, lakini kiliwaka akashindwa kukizima, ikawa shida. Kwa tuzingatie kwa wenzetu kabla ya kuzingatia wenzetu kupitia sisi. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladhina amanu. Rabbana innaka raufur rahim. Allahumma ij'al hadha al balada aminan mutma'innan يأتيها رزقها رغدا من كل مكان ولا تجعلنا من الكافرين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والكفر والمشركين ونكس أعداءك أعداء الدين. اللهم سلط الظالمين بالظالمين وأخرج المؤمنين من بينهم سالمين برحمتك يا أرحم الراحمين. قوموا إلى صلاتكم.